Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika Mangala News, karibu katika update mbalimbali za kimichezo ndani na nje ya nchi. Tuna mengi ya kukuambia, tuna mengi ya kukueleza katika dimba hili la kimichezo. Ungana nasi kupata taarifa mbalimbali, taarifa ambazo kwa 100% zina ubora na ukweli, taarifa ambazo zimethibitishwa kwa 100%. Kama bado hujasubscribe, like na kucomment, basi unachelewa. Anza sasa ili kwa wa kwanza kabisa kupata video zetu nyingi kabisa na bora tulizo kuandalia. Moja ya jambo ambalo limemake headline, moja ya jambo ambalo watu wengi wanaendelea kulijadili, watu wakiangalia katika mtazamo tofauti. Mchezo wa mkondo wa kwanza RS Berkane dhidi ya Simba FC, mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, moja ya mchezo uliokuwa bora kabisa, mchezo ambao tulitazama kwa jicho ya kinifu kabisa, mchezo huu ambapo ulipigwa katika manispaa ya Morocco. Mchezo huo wa mkondo wa kwanza ama finali ya kwanza ikiwakutanisha miamba ya soka miwili barani Afrika. Hapa nazungumzia club moja kubwa kwelikweli nchini Tanzania, Simba Sports Club, ambapo upande wa pili tunaiangalia kikosi cha RS Berkane, moja ya kikosi bora kabisa. Hapo jana mchezo huo ukitamatika kwa Simba kupoteza kwa magoli 2-0. Simba wamepoteza mchezo huo wakiwa jijini Morocco, moja ya mji mgumu kweli, moja ya mji ambao unasumbua vilabu vyetu vya Kiafrika ama vilabu vyetu vya Tanzania. Moja kwa moja mimi nikwambie tu, mchezo huo baada ya kutamatika mengi yamekuwa yakizungumzwa, lakini jambo ambalo limezua sitofahamu mara baada ya mchezo huo kutamatika, chama cha mpira Afrika, hapa nazungumzia CAF, wakitoa tamko maalum juu ya mchezo huo. Club ya RS Berkane ama matajiri hao wa Morocco wamefanya kosa kubwa sana. Wamemchezesha mchezaji ambaye hakupaswa kucheza katika mchezo huo. Mchezaji namba 6 bila shaka atakuwa ni Msenego, ambaye alifunga goli la kichwa, mpira wa kona uliopigwa moja kwa moja na Rahim, na yeye kuunganisha mpira huo kwa kichwa na kuhakikishia ushindi RS Berkane kwa goli la kuongoza. Mchezaji huyo tunaambiwa alikuwa na kadi 2 za njano. Mchezaji huyo namba 6 ambaye ameshinda goli hilo alikuwa na kadi 2 za njano ama kadi nyekundu, kwa maana hakupaswa kucheza katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane. Hayo yamebainika mara baada ya mchezo huo kutamatika, Simba wakiibua mjadala huo na kile kilichopelekea club ya Simba kupewa pointi 3 muhimu, kwa maana RS Berkane wamepokonywa pointi 3 na kupewa club ya Simba. Manufaa hayo yanatokea baada ya kosa walilofanya club ya RS Berkane kumchezesha mchezaji ambaye hakupaswa kuchezeshwa kisheria. Pigo kwa club ya RS Berkane, moja ya timu ambayo kutokea Morocco, timu hiyo ambayo ikiwa ndiyo timu pekee iliyobakia katika hatua hizi kubwa kabisa za soka. Mchezo wa marudiano ambao utapigwa Tanzania katika dimba la Benjamin William Mkapa, Simba watakwenda kifua mbele, kwa maana tayari wameshapata pointi 3. Simba wanakwenda kutafuta sare yoyote ama suruhu kuhakikisha wanakwenda kutoa taji kubwa kabisa nchini Tanzania na barani Afrika kwa ujumla, taji la kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni faida kwa timu kama ya Simba, hii ni faida kwa klabu kutoka Tanzania, kwa maana wamepata manufaa
makubwa kwelikweli. Kwa Simba hii ni fainali ya pili. Mwaka 1993 Simba ilifika hatua ya fainali ya kombe hili la shirikisho barani Afrika. Mengi yanaongezewa, vingi vinaongelewa, lakini kubwa ni klabu ya Simba kupewa pointi 3 muhimu katika mchezo wa Simba dhidi ya RS Berkane. Wengi wakizungumza kitu hiki kama vile hakijapendezwa, kwa maana chama cha mpira nchini Morocco bado kinaendelea kupambana kuhakikisha wanakwenda kuwaporomosha Simba. Kwa upande wa Tanzania, sisi tunasema hii ni faida kwetu. Hii ni nafasi ambayo binafsi tulikuwa tukitafuta kwa miaka mingi kweli, toka mwaka 1993. Klabu ya Simba ndiyo mara mwisho ilifika katika hatua kubwa kabisa ya fainali. Kocha Fadlu Davis anakuwa kocha wa kwanza kuipeleka Simba hatua kubwa kabisa ya fainali. Kocha huyu raia wa South Africa, Fadlu Davis, tayari ameshaonyesha nia ya dhati kabisa kwa klabu ya Simba, kwa maana amefanya vitu vilivyokuwa bora kweli. Hii ni faida kwa klabu kubwa kabisa kama ya Simba. Pongezi kwa benchi la ufundi, pongezi kwa kamati nzima ya utendaji wa klabu ya Simba ikiongozwa na boss Mohamed Dewji, tajiri kijana kweli, ambaye anaipa Simba maendeleo makubwa ya soka. Kila la heri Simba katika mchezo ambao utakuja kuchezwa katika dimba la Benjamin William Mkapa tarehe 25. Wito kwa mashabiki wa klabu ya Simba, twende tukaisupport timu yetu, twende tukaujaze uwanja, tuonyeshe maajabu kwa Waarabu, ikiwa tunakwenda kutoa taji la shirikisho barani Afrika, moja ya taji kubwa na lenye thamani. Unaambiwa taji hilo linaingiza bilioni 10 kwa klabu ya Simba kwa hatua ambayo wamefikia. Pongezi kubwa kwa kamati nzima ya utendaji ya klabu ya Simba, bila kusahau kocha wetu mkuu Fadlu Davis. Mwaka huu Simba wameanza, mwakani wanakwenda kumaliza. Tunasema ubaya ubwela, kombe tunalihitaji libaki Tanzania. Mimi niseme asante kwa wewe ambao umeendelea kuifuatilia Mangala News. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Utakuwa umetisha kabisa mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Pia dondosha comment yako hapo chini, tuambie Mangala News unaipata ukitokea mkoa gani ama ukitokea nchi gani. Mwisho ama mwanzo wa video hii ndio mwisho wa video zetu nyingi kabisa tulizokuandalia. Asante.